Baada ya klabu ya Yanga kutumia nyumba ambayo ipo nje ya uwanja wa Meja Jenerali Samuyo kama vyumba vya kubadilishia nguo kwa wachezaji wake, bodi ya ligi wametoa taarifa rasmi ya kuwapiga faini klabu ya Yanga kutokana na tukio ambalo lilifanya. Nikinukuu kile ambacho kimetolewa na bodi ya ligi kuu ya NBC, mechi namba 169, Simba Sports Club 2 Young Africans 2. Klabu ya Young Africans imepewa onyo kali kwa kosa la kuchelewa kuwasili kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, Dar es Salaam kuelekea mchezo tajwa hapo juu Mei 3 mwaka 2026. Young Africans iliwasili uwanjani saa 10:35 alasiri badala ya saa 10:30 alasiri, jambo ambalo ni kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 ibara ya 15 ya ligi kuu Tanzania bara za mchezo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 17 ibara ya 62 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Young Africans imetozwa faini kiasi cha shilingi milioni 30 kwa kosa la wachezaji na maofisa wake wa ufundi kukataa kutumia chumba rasmi cha kuvalia kwenye mchezo wa Meja Jenerali Samuyo, Dar es Salaam. Badala yake walitumia nyumba iliyopo nje ya uwanja upande wa pili wa barabara, kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 ibara ya 20 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 27 ibara ya 7 ya ligi kuu kuhusu vyombo vya maamuzi. Meneja wa klabu ya Yanga Walter Harrison amefungiwa michezo mitatu na kutozwa faini ya kiasi cha shilingi milioni 1 kwa kosa la kumsukuma mchezaji wa Simba Clatous Chama kwenye mchezo tajwa hapo juu. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 45 ibara ya pili katika mabano kifungu cha 2.1 ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa makocha na maofisa wengine wa benchi la ufundi. Shabiki wa klabu ya Young Africans anayetambulika kwa jina la Mohamed Ali Mposo, ambaye amekuwa akiambatana na maofisa wa benchi la ufundi wa klabu hiyo, amefungiwa kuingia uwanjani kwa kipindi cha miezi 12 kwa kosa la kuingia kwenye eneo la kuchezea wakati wa mapumziko na kumwaga vimiminika, kitendo kilichotafsiriwa kama imani za kishirikina. Adhabu hii kwa mujibu wa kanuni ya 47 ibara ya pili ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa klabu. Hii ni miongoni mwa taarifa kubwa ambayo kwa sasa imetolewa na shirikisho la soka nchini Tanzania TFF kupitia kwa bodi ya ligi TPLB kuhusiana na kitendo ambacho klabu ya Yanga walikifanya katika mchezo wa dabi ya Kariakoo, mchezo ambao ulipigwa tarehe 3 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo.